tatu ni jambo bora na jema kweli kweli kwa upande watu. Leo hii tulikuja kuonesha mpira mzuri, kwa maana tumeshazoea maonesho ya biashara, maonesho ya kilimo nane, maonesho shughuli ya sayansi na teknolojia. Tumeshashuhudia maonesho mengi yakifanyika duniani, lakini dunia haijawahi kushuhudia maonesho ya mpira wa miguu, yani football exhibition. Dunia haijawahi kushuhudia. Kwa leo ilikuwa maalum kuja kufanya maonesho ya mpira wa miguu kwa maana ya football exhibition. Tulikuja kucheza mpira mkubwa, kuja kucheza mpira mzuri. Tangu tumeanza ligi msimu huu, sio Simba tu, hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania ambayo imewahi kucheza mpira huu ambao Simba tumecheza hii leo. Ni mpira ambao unaburudisha kuanzia mwanzo, ni mpira ambao kila ukiutazama unasikia raha kweli kweli, ni mpira ambao una enjoy to the maximum, ni mpira ambao hata kama una changamoto yoyote kubwa ya kimaisha, ukiuangalia mpira huu wa Simba wa hivi sasa unasahau kila kitu, unasahau shida zote. Ni mpira mkubwa, ni mpira wa sayari nyingine kweli kweli. Tumekuja, tumecheza, tumepata ushindi, na jambo la kutia moyo na faraja ni kwamba tumefanya maboresho kwenye kikosi chetu, hasa dirisha dogo. Tumeondoa wachezaji takriban 5 kama sio 6-7, tumeleta wachezaji wengine kwa idadi hiyo, na wapo watu ambao walionyesha kuwa na mashaka kwamba dirisha dogo unabomoa timu karibia nusu, alafu unategemea utafanya kitu gani. Kwa sisi viongozi wafanya maamuzi kuchukua riski kubwa kama ile ya kufanya mabadiliko makubwa kama yale, alafu yale mabadiliko ambayo tumeyafanya yamekuja kuzaa matunda kwa 100%, inaonyesha ni kwa namna gani tulifanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kweli kweli. Tumeona ingizo la Dickson Kibabage, namna ambavyo amechagiza upande wa kushoto tangu amejiunga nasi, amekuwa na msimu bora kweli kweli. Lakini tumeona vile vile Anicet Ura akifanya kazi kubwa, akihama kushoto, akihama kulia, yani anafanya kazi isiyomithilika. Lakini tunamuona Libase Geye mechi yake ya pili ya ligi kuu ya NBC anafunga magoli mawili, tena magoli ya mbali, anapiga mbali kweli kweli, na kama haitoshi kila mechi anakuwa ni man of the match. Kwa hiyo unaweza kuona mwamba wa Lusaka, wapo watu walikuwa na mashaka mengi, lakini tumemwona mwamba Lusaka kazi kubwa ambayo anaifanya. Anacheza, anafundisha, anaelekeza na anasaidia timu kwa ujumla. Lakini tumeona Ino Josephine Loemba, hamjawahi kumuona live Ino Loemba ndugu zangu waandishi wa habari. Leo ameingia dakika ya 70, lakini umeona matusi ambayo ameyafanya. Anachukua moja na achia, yani kusema kweli sisi Simba Sports Club tunao furaha kubwa sana kuona timu yetu inaimarika, timu yetu inazidi kuboreka, timu yetu inazidi kuwa imara, na tunapata ushindi kwenye mechi kama hizi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu. Umesema unasahau matatizo kuiangalia Simba, yawezekana hata ninyi mmesahaulishwa yale yaliyotokea ligi ya mabingwa Afrika? Tumeshasahau kama hatujafuzu robo final. Tumeshasahau, yani sio shida zetu tena. Tumeshakubali yes, mwaka huu hatukuwa vizuri, na tumesema ama niliwahi kusema kwamba laiti ligi ya mabingwa ingeanza hivi sasa, Simba Sports Club sio tu angeenda robo finali, lakini tungeshinda mechi zetu zote 6. Yani tungeondoka na alama 18 kwa Simba hii hapa hivi kwenye kundi hili. Tukianza upya hivi sasa tungeondoka na alama 18. Tungemfunga kila mtu nyumbani kwake na tungemfunga kila mtu Benjamin Mkapa. Simba hii ambayo imeimarika hivi sasa. Bahati mbaya ndo hivyo, tumechelewa kufanya haya mabadiliko. Wakati mwingine ni lazima uanguke ili ujifunze. Mwaka huu kwetu umekuwa ni mwaka wa kuanguka, tunajifunza na hatuumii, kwa sababu timu tuliyokuwa nayo hivi sasa inatupa matumaini ya kwamba na kimsingi sisi tumeshaanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja. Tumeanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja. Katika maandalizi hayo target gani kwa msimu unaokuja? Malengo tutaambiana, lakini tayari maandalizi tumeshaanza.
Imekuwa mapema sana. Ya mapema sana. Sisi ni timu kubwa. Ni timu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Hapa ninapozungumza nanyi, mimi sinaangaliaga AFCON. Kwa mfano AFCON inaanza alafu giant kama Senegali inatolewa, si lazima usikitike. Si hivyo bwana? Hasa ndivyo ilivyo Simba Sports Club. Kutolewa hatua ya makundi, Afrika nzima imesikitika. Simba kutolewa hatua. Simba Afrika nzima imeumia. Afrika nzima inalia machozi ya kujaza bahari 5 za Afrika kwa Simba kutolewa hatua ya makundi. Sasa hatuwezi kuliacha hivi, ndio maana tumeshaanza maandalizi mapema ya Champions League ya msimu ili twende tukarejeshe heshima yetu na twende tukafanya vizuri. Mwaka huu ni mwaka wetu wa kujifunza, ni mwaka wetu wa kukosea, ni mwaka wetu wa kujirekebisha kutokana na makosa tuliyofanya. Msimu unaokuja twende tukawe bora zaidi. Ahmed, gari ikiwa inatembea ukiwasha taa nyekundu inamaanisha pisha mbele, kushakuwa kubaya. Inawezekana na hii ni taa nyekundu Simba mmewasha kwenye ligi. Exactly. Kwenye ligi huku ndiko ambako tumewekeza nguvu zetu kubwa. Hatuna kingine cha kupigania zaidi ya mashindano mawili ambayo yako mbele yetu na moja ambalo litakuja mwezi wa 4 kwa maana ya ile muungano. Lakini kwa sasa focus yetu kubwa ni ligi kuu ya NBC. Tumeinvest nguvu kubwa sana kwenye ligi hiyo, na ndio maana naona kwenye kila mechi tunafanya balaa kubwa, na hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja kuanzia hivi sasa, sababu timu tuliyokuwa nayo ni timu kubwa kwa maana ya wachezaji mmoja. Wachezaji hawa wana level kubwa kweli. Sasa wachezaji wa level hiyo hawatakiwi kupoteza mechi katika ligi ya ndani. Itokee bahati mbaya, lakini mipango yetu sisi uongozi ni kutopoteza mchezo hata moja. Leo tumecheza mchezo wetu wa 8. Tumebakiwa na michezo 22. Malengo yetu ni kushinda michezo yote 22 machi moja. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo malengo yetu. Machi moja. Michezo yote 22 tunataka kushinda katika ligi kuu ya NBC. Ahmed, tumeona leo kwenye line Kasari anapumzika. Hii ni Simba ya asali na maziwa. Umeelewa eh? Kwa hiyo ni Simba ambayo yoyote anaweza akapata nafasi akacheza. Kasari amecheza mechi kadhaa hapo nyuma, amepumzika. Abel amechukua dimba lake leo, ameondoka na clean sheet. Yani tuna uwezo, yani Simba hivi sasa kama buffet. Sio, umeelewa eh? Unachagua tu uondoke uondoke na sahani gani hapa. Lakini Simba sasa imekamilika. Simba sasa ni bora. Usishangae mechi inayokuja asidake Tanja, asidake Abel Hussein, akadaka Alexander. Simba yuko. Hilo ndilo limekufanya uombe kama kuna uwezekano sheria zibadilishwe baada ya kipindi cha kwanza. Hata dakika 90 zenyewe pia ni chache. Hatuenjoy vya kutosha. Anicet Ouro anahitaji apate walau dakika 280 kukufurahisha peke yake. Sasa ukiangalia, nakwambia ukiangalia dakika 90 hauenjoy vya kutosha. You need more time. Sasa tena kuna mapumziko. Yani unaenjoy kidogo dakika 45 mapumziko. Tunakuwa hatupati yani ile kiu yetu wana Simba haikatiki. Kimsingi ni kwamba mimi ni washukuru wana Simba wote ambao walikuwa nasi kwenye kipindi cha mpito, kile kipindi kigumu, kipindi ambacho unakwenda uwanjani haujui kitu gani kitatokea. Wamevumilia na hatimaye sasa Simba imerejea kwenye ubora wake. Sasa ni Simba ambayo tunakwenda uwanjani ukiwa na uhakika wa kupata ushindi kwa 100%, labda kwa mapenzi yake ya Mwenyezi Mungu iwe tofauti. Mechi inayofuata Jumamosi, watu wanaona Simba ni kama imeisha maaliza na pengine hakutakuwa na chochote kipya. Mechi ya Jumamosi kwanza ni mechi muhimu sana kwetu. Bado tunaendelea kupigania heshima ya mnyama, na tunafahamu ya kwamba msimu huu kwenye ligi ya mabingwa hatujashinda hata mchezo mmoja nyumbani Benjamin Mkapa. Twendeni tukashinde mchezo huu. Niwaambie kitu kimoja wana Simba, wala wasiangalie impact ya mchezo wenyewe, kwamba hata tukishinda hatuendi popote, hata tukifungwa tusiangalie hiyo.
sisi tumeshakubali ya kwamba mwaka huu tumeanguka. Sasa tuendelee kusimama bega kwa bega na timu yetu. Kwanza twende tukaweke heshima ya Simba yetu Benjamin Mkapa, hilo la kwanza. Lakini la pili, twende tukaendelee kutengeneza morali na winning confidence ya wachezaji wetu. Bado tuna mechi 22 mbele huku. Kwa lazima tucheze mechi dhidi ya Stade Malien kwa nguvu kubwa kama fainali, ili wachezaji washinde. Ni kipimo kizuri kwanza hiko kwetu, ili wachezaji wajione wamefika katika level gani, na nguvu tutakayotumia pale na matokeo tutakayoyapata pale yanakuja kuakisi maandalizi yetu kuelekea katika kampeni yetu ya kushinda michezo yote ambayo ya ligi kuu ya NBC iko mikono. Kwa hiyo ni mechi muhimu mno. Mimi ni waombe ndugu zangu wana Simba, kesho tutatangaza kiingilio cha mchezo wetu huo. Ni waombe wana Simba, bila kuanza kujadili huo mchezo wala kuanza kuchambua huo mchezo, wewe njoo uione Simba yako. Yani as long as Simba yako inacheza, wewe njoo uiangalie Simba yako. Yani wewe pale usifate matokeo, usifate nini, fuata Simba yako iko pale uwanjani. Twende kwa pamoja tukawatie moyo vijana wetu kwamba tumeanguka pamoja, tunasimama pamoja, tunakwenda mbele pamoja. Unaona huu ndio mwanzo mpya wa Simba ile tunayoijua. Ya. Umeshawahi kuona mfano mgahawa ulikuwa wa zamani unaitwa Mwelondo Restaurant, alafu unaufanyia decoration, unakuja kuongeza kaneno mwanzo hapa, New Mwelondo Restaurant, ndio Simba Sports Club. Simba Sports Club baada ya kufanya mabadiliko makubwa na wachezaji kujipata, imekuwa ni New Simba Sports, ni Simba mpya. Alafu tu Simba mpya ni Simba ya hatari, alafu haishi tu kwenye hatari, ni Simba ya moto, alafu haishi tu kwenye moto, ni Simba inayotisha vibaya mno. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.